Mambo vipi mtazamaji, tuko tena live siku nyingine ya leo. Akiwa nyuma kamera hapo director Bugs mwenyewe, na leo tumepata mgeni hapa, mchungaji pastor. Ataenda kujieleza mwenyewe, atuambie sababu gani ako hapa, na tutaweza kusikia mambo yake mawili matatu na story yake kwa ujumla. Habari yako bwana? Salama sana rafiki yangu. Kwa yule mwenye anakutazama siku ya leo ama siku ya kwanza, jitambulisha uweze kupata na kufahamu. Kwanza kabisa nataka tu nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa umbali ule ambao amenipeleka kukutana na nyinyi jioni ya leo. Kwa majina yangu mimi najulikana kama Pastor Changawa. Ninafanya huduma na kanisa la Christian Renewal Center. Niko hapa Kikambala. Hivyo ni majina yangu hayo, na kama ulivyotangulia kuniuliza, si mara ya kwanza kupatikana katika chaneli hii ya TWC, bali ni kwa sababu ya mambo ambayo yalitokea tukapotea kidogo, lakini nashukuru Mungu kwa sababu sahihi ni mwanzo na tunaendelea tena kupatikana katika chaneli hii ya TWC. Kwa hivyo wanaonitazama, wanaonisikiza, nataka tu niwaarifu kwamba tumerudi na ninapatikana hapa katika mahubiri na mafundisho kuhusiana na maisha ya wokovu na njia ya kuenda mbinguni. Ndio. Kwa hivyo kwa yule mtazamaji mwenye anakutazama kwa siku hii ya leo, neno gani ambalo ungependa kumwambia, na ni kazi gani huwa unafanya kwa lile kanisa lako? Kusema ule ukweli, neno lenye naweza nikamwambia msikilizaji ama mtazamaji, na kazi ile ambayo naifanya nikiwa pale kanisani, ni kuhubiri injili ya mwanadamu aweze kutambua dhambi na kwamba dhambi ni nini, na mwanadamu aweze kuacha dhambi, amgeukia Mwokozi ambaye ni Kristo Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hiyo ndo kazi ambayo ninaifanya pale kanisani. Ninahubiri injili ya kutenganisha mwanadamu na dhambi, na kwa njia ile ambayo Mungu mwenyewe kwa upendo mkubwa ametupatia. Biblia inasema njia ni Yesu. Tujue dhambi ni nini ndo tuweze kuiacha dhambi. Manake wanadamu wengi wanapotea kwa sababu hawajajua dhambi ni nini. Na utakapojua dhambi ni nini na haipaswi kukaa na wewe, basi ndipo utaweza kuiacha, na ile njia ya kuiacha ndio ambayo tunaihubiri pale, na utakapoiacha ndipo utakapouona na kupata wokovu ambao uko kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu. Ndio hivyo. Na swali moja tu ningependa kukuuliza, nini yenye ilikuingia kwa moyo wako ama kwa akili yako ukaamua leo hii nafungua kanisa? Nini kilikuja kwa akili yako? Ama ni calling yenye watu wanasema calling kutoka kwa Yesu, ama ni wito kutoka kwa Bwana, ama nini yani ilikufanya mpaka ukaamua acha sahihi nifungue huduma yangu, nifungue kanisa, watu waweze kushiriki? Kwanza kabisa nikufahamishe ama nifahamishe ule mtazamaji na ule msikilizaji, mimi sijafungua kanisa wala sijafungua huduma, bali kwa sababu nilipokuwa nikishiriki maisha yangu ya wokovu, kile kipawa cha huduma kilichokuwa Bwana Mwenyezi Mungu amekiachilia ndani mwangu kilipata kuonekana na kikashuhudiwa chini ya mchungaji ambaye nilikuwa na hudumu kwake. Sasa mimi nafanya kazi na ministry ya Christian Renewal Center. Sijaweza kufungua mimi mwenyewe, lakini kweli kile kipawa cha kuhubiri injili kiliposhuhudiwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Mungu, basi nikaanza kupewa hiyo nafasi ya kuweza kuifanya hii kazi kwa vitu ambavyo vina qualification ya mtu kupewa hiyo nafasi. Sasa Kikambala hapa nilipata nafasi ya kuja Kikambala. Sikufungua kanisa Kikambala, lakini ni branch ya ministry yetu. Nilibeba maono kutoka Jomvu na nikakuja Kikambala, na maono haya ya mpaka leo niwe mchungaji ama waniite pastor, ni kusema
ye aliweza kutimia nikiwa katika mji huu wa Kikambala. That way tukaweza kuanzisha branch ya ministry yetu ya Christian Renewal Center. Hatukuweza tena kurudi Jomvu, bali tunaendelea kumtumikia Mungu na kumwabudu tukiwa katika mji huu wa Kikambala. Sasa kwa yule kijana kama mimi ama kijana mwenye ako pale nje ambaye hajaokoka, ni kitu gani chenye unaweza mwambia kikamtia moyo aweze kuja katika kanisa yako? Kijana ama mtu yeyote, awe kijana ama awe mzee, huu wokovu haubagui. Ila tu kinachotendeka kwa sasa ni vyema watu wakujie mafundisho ya kuendea wokovu, ndipo pasionekane kwamba kuna mambo fiche katika maisha ya wokovu aliyoyaamulia mtu binafsi. Sasa Biblia linapotupatia nafasi ya kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa, ni kweli tunalishuhudia jambo hilo. Kwa sababu gani? Watu wanafanya maamuzi ya kuendea wokovu kwa sababu ya mambo fulani ambayo yamewapata ama yamewatukia katika maisha yao. Wanaona hiyo ndo qualification ya kufuata wokovu, lakini watakapo ya kujia mafundisho, watafundishwa na wajue wao walipaswa kuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu tangia wakiwa matumboni mwa mama yao ama kabla bado hawajazaliwa. Kwa hivyo ni mafundisho ningependa tu niambie vijana, niambie wazee, niambie watu wote wakujie mafundisho kama njia ambayo Kristo mwenyewe alituelekeza, maana ametufundisha kwa kipindi chote chenye alikuwa katika ulimwengu huu. Na hivyo ndivyo alivyotuachia kwamba twende ulimwenguni kote tukahubiri na tukawafanya watu kuwa wanafunzi wake na tukawafundishe kulishika neno lake. Kwa hivyo ningependa kuwasihi vijana wakujie mafundisho. Siko mbali, nikiwa hapa niko karibu tu na mahali ninahudumu, niko pale Kikambala Primary School hapo ndani shuleni. Ukija pale siku kama ya kesho, siku ya ibada, basi utapata mafundisho. Asilimia tuko nafundisha watu. Hatutaki tuwe na watu wenye wanaingia katika maisha ya wokovu alafu kwa sababu moja ama nyingine wanaacha wokovu wanatoka. Hii ni kuendea wokovu pasipo kuwa na ufahamu. Hapo nimeweza kuelewa, na ningependa nikuulize swali tatanishi kidogo. Tuliona makanisa mengine ama imani zingine zikiletwa na yule pia bwana akasema kuwa ameitwa na Mungu afungue huduma yake na baadaye tukaona na wazungumzia mambo ya Shakahola kule kwa Binzaro kule naona baadaye tukaona watu wameangamia, wamefariki. Zile ni imani gani tofauti na hizi zenu, ama nini inapelekea paka mtu anaingiwa na ile imani ya kusema Mungu nikifa mimi naenda kuona Mungu? Hiyo iko katika Biblia ama ile yule bwana ni Biblia gani yenye anaisoma na yenu ni ipi? Kusema ule kweli, ni imani potofu. Ni imani potofu, na mambo haya tukiangalia katika Biblia, Yesu alituambia kwamba kuna nyakati zinakuja, watakuja manabii wa uongo na wahubiri wa uongo. Watakuja, watawaambia kwamba wao wanamjua Yesu, na wengine watajiita wenyewe kwamba wao ni Yesu wa kuweza kuokoa. Lakini Yesu alikuwa anatufundisha jambo ambalo pengine labda tufahamu: watu wanaopotea na kuangamia, kupatwa na kufa, kupatwa na kuumia, ama kupatwa na ajali kwa sababu ya kufuata imani, wanapotea kwa sababu hawana yale mafundisho ya Kristo Yesu ambayo alifundisha watu watakao mfuata. Manake tunajua Yesu, Biblia inasema Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Sasa yeye mwenyewe alikuwa anatufundisha hivi kwamba tuwe kwanza na mbinu ya kutambua huyu mhubiri ambaye amekuja kwamba ni wa kweli ama si wa kweli. Sasa kama hatutayaishia mafundisho, hatutaweza kuwatambua wahubiri wa ukweli ama wahubiri wa uongo, bali tutafuata imani tutakazohubiriwa kwa sababu ya matatizo ama shida ambazo tuko nazo kimaisha. Na hapo ndo tunajipata wengine tumekufa, wengine tunaumia na wengine tunaangamia kwa sababu hatuna mafundisho ndanini mwetu. Na mioyo yetu hii tumepewa
ni vyombo vya kuhifadhi neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalifundishwa. Sasa naweza nikasema kwa habari ya imani ile ambayo imefundishwa watu wa Chakama kule kwa Benzar. Ni kitu ya kuhuzunisha na kusikitisha kabisa. Na mimi mwenyewe kama mchungaji huwaga ninaomba Mungu angenipea neema wakati fulani niweze kufika kule, nihamasishe watu na kuwafundisha habari ya maisha ya wokovu na kufanya kazi ya Mungu, na jinsi watakavyojua mchungaji wa kweli na wa uongo. Maana wacha nikwambie, Yesu alikuwa anatuambia mtu asije kwako akakwambia toka hapo njoo huku, maana yule hayuko huko, yuko huku. Sasa unaona, kwanza si lazima kule kwa Binzaro ama kule Shakahola peke yake, hata huku kuna hizo imani. Utapata mtu amempokea Kristo, amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini kwa sababu ya kwamba hana misingi ya lile neno la Mungu, amezunguka makanisa mpaka ametatanishwa na yale makanisa. Mwaka huu yuko kwa kanisa hili, mwaka ule mwingine yuko kwa kanisa lile lingine, mwaka ule mwingine yuko kwa kanisa lile lingine. Kwa hivyo hata si kule kwa Binzaro peke yake, hata huku tunawaonea huruma. Na ni kwa sababu kiangalia asilimia kubwa hawana misingi ya neno la Mungu ndanini mwao. Na kama hawana misingi ya hilo neno, kutambua wa kweli ama wa uongo inakuwa ni vigumu. Unaendea kwa sababu ya hali ambayo uko nayo kwa hicho kipindi na unaangamia. Mimi ningetaka niambie watu, kuweni wanafunzi wa Yesu. Hivyo ndivyo alivyotufundisha. Kuweni wanafunzi wenye kufundishwa na kuyashika yale mambo ambayo Yesu mwenyewe alitufundisha, ili kwamba mtu mwingine akija mbele yako na njia zisizoambatana na zile za Kristo Yesu, uweze kuona, kufanya uamuzi wa kumuona huyu mtu si sahihi. Sasa wewe mtu atakujaje, mtazamaji wangu, kama unanitazama ama msikilizaji, akwambie panda juu ya mti umuone Yesu? Wewe hiyo imani, hata wewe kitambo upande kwa ule mti, wewe ni kusema umejifunza kutokea wapi kupanda juu ya mti? Sasa wale waliokuwa juu ya mti Yesu aliwaambia washuke. Leo sasa tumepata wahubiri wanapandisha watu juu ya mti, atakaye washukisha ni nani? Sasa si unaona, hiyo ni kusema tunafuata imani ambayo hatujaifundishwa. Ni kuona huyu mtu amekuwa na ushawishi wa kukamata akili za watu na kuwavuta awafanyishe ile imani yenye amekuja nayo kutoka mahali yeye anajua si ile ya Kristo. Kwa hivyo wale wenye wamejipanga kwenda kule, unajua hata sasa lazima kuna wengine wenye wako njiani wanajipanga kwenda huko, unawaambiaje? Hawa wahubiri ama hawa mapasta washirika, hawa washirika wa kwenda huko, mimi naweza nikawaambia kupitia channel hii ya True Worship Center ambayo tunaita TWC. Hii ninataka niwaambie wasiende huko wakimfuata Yesu. Yesu anapatikana mahali yupo, na hivyo ndio Yesu alituambia. Mtu asikwambie toka huko njoo huku Mtwapa kwa sababu Yesu anapatikana huku Mtwapa. Biblia inasema usisadiki. Sasa wewe kama utasadiki kutoka hapa Kikambala mpaka kuenda Shakahola, umesadiki vibaya tayari. Hiyo ni kusema umeamini imani yenye haipo. Lakini ikiwa wewe una jambo ambalo unaona mpaka ukuwe na imani ambayo ina jina la Yesu ili upate wokovu wa ile shida yenye uko nayo, ni kusema hapo ulipo. Kwa hivyo nawaambia wasisafiri wakienda Shakahola, wasisafiri wakienda kule Chakama, wasisafiri wakienda huko usijui kule Ubaluyani. Wengine wanaenda mpaka kule Ubaluyani. Kwanza nasikia kuna wengine, kuna Yesu mwingine sijui amekuja huko Watongereni. Sasa hii hatujafundishwa. Hakuna mahali yenye tunaweza tukawathibitishia kwa Biblia kwamba hii ipo. Kwa hivyo ningetaka niwaambie, mkiwa mnamhitaji Yesu katika mioyo yenu na maisha yenu ya familia zenu na chochote mlicho nacho, kaeni mahali mulipo, mumuite Yesu. Mahali upo, kulia na kushoto, mbele na nyuma, kuna watumishi wa Mungu wenye wanaweza wakakuelekeza katika njia ya kumpata huyo Yesu na kumpokea na akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Gharama ya kuenda juu ya miti na kuenda kufuata imani ya kufunga mpaka amufe, sasa hiyo hatujaisoma katika Biblia ile ambayo tunahubiria Injili. Kwa hivyo kwa Biblia hakuna kabisa. Hakuna hiyo imani ya mpaka mtu afe ndo aweze muona Kristo. Hiyo imani sisi hatujaipata mstari wa kuifundisha watu wa kwamba fungeni mpaka mufe. Mpaka mufe ndo Kristo aje.
ama ndo uweze kumuona, ama pandeni kwa huu mti alafu jiachilie uanguke ndo uweze kumuona Mungu. Hiyo kusema kweli, na mtazamaji wangu, Biblia ambalo utalionyeshwa hapo, ujue hilo halijatoka kule mbinguni. Tafadhali. Lakini ukiona mara nyingine unaona Biblia lenye linafunguliwa ni lile lile lenye pia nyinyi mnasoma. Kusema ule ukweli silo kwa sababu kama lingekuwa labda pengine labda limedesigniwa lifanane na labda limeprintiwa, lakini tukianza kusema maneno yale ambayo tungeweza kuyatumia katika kuhubiri Injili kwa wananchi wote na wanadamu wote, vitabu vile ambavyo vilitengwa na tukapewa ili vikaweze kutumia lugha nzuri na njia nzuri ya kutupatia wokovu na msamaha wa dhambi na kutuponya na kutubariki na kutuinua na kutupatia uwezo wa kufanya huduma. Hivyo vitabu basi huenda vikawa haviko huko. Director, naona unasemaje director bwana? Basi nadhani tutaweza kumalizia na hapo mchungaji, kwa sababu muda naona umeenda sana. Siku nyingine tukipata nafasi tutakuja tuendelee kuanzia hapa ambapo tumemalizia. Asante sana kwa wakati wenu. Wakati wowote napatikana, mnaweza mkanipata kwa hiyo namba nimeweka hapo, na mtu yote ako sawa kunipigia simu aniulize lolote. Asante sana. Basi huyu alikuwa ni mchungaji Changawa ambaye ameweza kuelezea mambo yake mawili matatu na historia yake na mahali anafanyia huduma yake. Tutapatana naye next time tuweze kuzungumza naye zaidi, maana najua ako na mengi sana ya kuongea. Asante.